la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sema amen. Basi nikipenda kuwakaribisha nyote katika ibada hii ya leo, ibada ya kipekee ya nguvu za Mungu, na najua kwamba Mungu atatubariki zote. Sema amen. Haleluya. Hello. Amen. Wangapi wamekuwa na wiki ya baraka? Haleluya. Amen. So huyu Mungu anastahili kuabudiwa na kupewa sifa zote. Amen. Leo Jumapili ya leo ni Jumapili ya kipekee sana ambao Mungu atatubariki, na ni Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 4. Kwa hivyo unapaswa sana uwe na shukurani kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Ushukuru Mungu kwa kila jambo, kwa sababu yeye ni mwaminifu na ni mwenye nguvu. In the mighty name of Jesus. Nataka tusome kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wake ni wa 2, mstari wake ni wa 18 hadi 20. Nataka kusoma mistari mitatu peke yake, alafu Mungu atubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Lakini Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa navera ya kitani. Tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka, hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Naye Eli akambariki Elikana na mkewe, akasema, Bwana na akupe uzao kwa mwanamke huyu badala ya azimo lililoazimiwa Bwana. Kisha wakaenda nyumbani kwao, naye Bwana akamwangalia Hana, naye akamchukua mimba, akazaa watoto wa kiume 3 na wa kike 2. Naye huyo mtoto Samueli akakuwa mbele za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni hadithi ambayo tunajua sisi wote kwenye Biblia. Bwana asifiwe sana. Tunaporudi katika kitabu cha Samueli wa kwanza, kuanzia mstari wake hapo tu wa kwanza, Samueli wa kwanza mlango wake wa 2 kuanzia mstari wa kwanza. Hii ni hadithi ya mwanamke mmoja aliyekuwa anaitwa Hana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hana alikuwa na mke mwenza wake, jina lake aliitwa Penina. Praise the Lord. Na Hana hakuwa na watoto, ila Penina alikuwa na wana. Praise the Lord. Na maandiko inasema ya kwamba Hana aliendelea kumngoja Bwana na kumwomba Bwana. Kila wakati alikuwa anaenda kwenye Shilo, nyumba ya Bwana, kumlilia Bwana. Na Hana alikuwa na ombi moja tu, alikuwa anamwomba Bwana, akamwambia Bwana, naomba nipe mtoto, na ukinipa mtoto, haleluya, huyo mtoto nitamleta kwako. Praise the Lord. Amen. Na Mungu akasikia kilio cha Hana na akambariki Hana na mtoto. Praise the Lord. Hallelujah. Nataka nikuambie leo, asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, ni vizuri unapomwahidi Bwana jambo, ni vizuri ulitimize. Praise the Lord. Hallelujah. Ukitaka baraka zingine zaidi, ni lazima kwanza utimize ile agano uliweka na Mungu. Praise the Lord. Hana alipobarikiwa na mtoto Samueli, bila shaka alimtoa Samueli katika nyumba ya Bwana. Na asubuhi ya leo tumesoma kwenye maandiko, Biblia ikasema ya kwamba Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana. Haleluya. Kwa maana Samueli alipeanwa na mamaye kufanya kazi ya baba. Haleluya.
Na maandiko yanasema ya kwamba Samueli alikuwa ni mtu ambaye anatumika katika nyumba ya Bwana. Na maandiko yanasema ya kwamba alikuwa anavaa navera, na mama yake alikuwa anamtengenezea kazi ndogo ndogo. Alikuwa anamletea kila mwaka anapoenda kupeleka dhabihu kwenye nyumba ya Bwana. Praise the Lord. Na Mungu akaangalia moyo wa Hana, akaangalia ile bidii na shauku ambao Hana alikuwa nayo na upendo aliokuwa nao kwa Bwana. Praise the Lord. Na Biblia inasema ya kwamba wakati Hana alikuwa wanaenda na mumewe Elikana kwenda katika nyumba ya Bwana kutoa dhabihu, Mungu aliwaongelesha. Praise the Lord. Hallelujah. Ujua ya kwamba Hana alibarikiwa na mtoto mmoja peke yake, na huyo mmoja ndiye aliyempetia Bwana, kwa sababu hapo mwanzo alimwambia Mungu, ukinibariki tu na mtoto nitamleta kwako. Haleluya. Ni watu wangapi wamemwomba Mungu awabariki, haleluya, ili wapate kuwa baraka, ama ili wapate kuwa na roho ya kumtumikia Mungu zaidi? Ni wachache mno. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana tunakuja nyumba ya Bwana tukiwa na mahitaji mengi, tunamwomba Mungu atubariki, na tunamwambia Bwana ahadi mingi ambazo tunajua hatuwezi timiza. Haleluya. Na ndio maana hatubarikiwi, lakini Mungu kwa sababu ni Mungu wa huruma anatubariki. Akikubariki namna hiyo kwa kile ulichomwomba, anakuongoja kama ulitimiza ile ahadi na agano uliweka na yeye. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana unaona unabarikiwa, unakuwa mgumu wa kumletea Bwana. Praise